Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Bwana ni Yehoshua. Hallelujah. God is good. And all the time God is good. Tunashukuru Mungu kwa sababu anasema ya kwamba yeye ndio ifanya siku. And this is the day that the Lord has made. Na Mungu akaona ya kwamba siku hii kutakuwa na watu watakuwa kwa uwanja huu ili waombe, naye atasikiliza. Maandiko yatuambia kwamba you will call upon me and I will listen. I will listen. Kwa hivyo siku hii ndiyo ya leo tunataka kuwa katika wakati wa kumuomba Mungu na tunafurahi. Nachukua nafasi hii kuwakaribisha nyote walio mbali na karibu. Majina yangu ni mchungaji Alex. Nampenda Yesu maana ameniokoa. Ninaamini Mungu kwa yale utenda, na Mungu utenda mambo makuu. Naamini Mungu kwa katika hali ya maombi. Ninaamini Mungu ya kwamba akiomba anasikia. Na kwa hivyo tuko hapa siku ya leo kama wachungaji wa mji huu tuweze kuomba kwa sababu ya mambo ambayo yamekuwa mahali hapa. Na kwa sababu tuna mpangilio wa maombi kwa wakati huu, nataka tuanze katika hali ya maombi na wapendwa wetu watakuwa tu hapa. Na kwa hivyo nataka kumwalika Pastor Kirobi ili tuweze kuendelea katika jina la Yesu. Karibisha jirani yako, mwambie karibu kuwa katika mudi wa maombi sasa. Mkaribishe, mwambie tuko katika hali ya maombi tukiombea mji wetu katika jina la Yesu. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Maima hiyo. Haleluya. Sishangilie Bwana kwa makofi mazuri kwa sababu ni mwema. Ametupatia siku nyingine ya kuja mbele zake, na kwa hivyo tuko na kila sababu za kumuinua. Tunawakaribisha katika mkutano huu wa maombi siku ya leo katika mji wetu wa Maimahio. Ni kwa sababu tunapenda vijana wetu, tunapenda watoto wetu, na hata sisi wenyewe tunajipenda, na ndiposa tumeandaa mkutano huu wa maombi tuweze kukemea roho zote ambazo hazijatokana na Mungu. Na kwa sababu hiyo tutaingia kwa maombi siku na jioni ya siku ya leo, na ninaamini ya kwamba Bwana atatusikia. Wale ambao mko bari, naomba tumkaweze kusongea karibu na mtaweza kubarikiwa. Naona watu wako upande ule, karibieni tu hapa karibu tukaombe pamoja, maana tunaingia kwa maombi. Naomba tu vijana wetu wa pikipiki wale ambao wamefika, kujeni hapa mbele kwa sababu tunawawaza mambo mema sana siku ya leo. Anakeitwa Dudhiari ya Mukinyete okai haha na kaibi tunie kumradima. Kujeni tu mbele kidogo wale mkobari huko, na Mungu ataweza kuwabariki. Kujeni, kuja tu hata kama ni hatua mbele, hatua mbili mbele,
na Mungu ataweza kukubariki. Tutakuwa na maombi ambayo tumeyapanga kama ifuatavyo. Ukai ya muradime. Nyinyi mtasimamia wengine wote na wataweza kufikiwa na maombi haya katika jina la Yesu Kristo. Kama wewe ni wa pikipiki huko mbali, kujeni hapa mbele tunapoingia kwa maombi haya. Ni vizuri sana mkawe hapa katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu. Tumepanga maombi yetu na jinsi ifuatavyo. Tutakuwa na maombi prayer items safari 5 ambazo tutaongozwa na wachungaji tofauti. Jambo la kwanza ambalo tunataka kumulilia Bwana nalo sana katika uwanja huu wa mji wa Mai Mahiu ni kuombea premature death, ama vifo ambavyo havijakamilika, havijatokana na Mungu, vifo vya mapema. Tunataka kukemea hiyo roho, na ninaamini ya kwamba tukisha ikemea hapa itasikia, maana iko na sauti na itaweza kunyamaza katika jina la Yesu Kristo. Baada ya kuombea vifo vya mapema na kunyamazisha hiyo roho ya kutuchukulia watoto wetu wakiwa bado wachanga, tutakuwa na maombi ya kuombea ajali za barabara. Kwa nini tukasema vifo vya mapema na tena tuombee ajali za barabara? Kwa sababu shetani anaweza kusikia tumekemea vifo vya mapema, lakini tukakosa kukemea ile njia huwa zinapitia, akachukua huo mwanya. Kwa hivyo tutaombea ajali za barabara, na tutakuwa na wakati huo, na tutaongozwa na mchungaji ambaye atasimamia nafasi hiyo. Tutaombea magonjwa ambayo yanashika vizazi vyetu, yanashika watoto wetu, yanashika wazazi wetu na inawaangamiza. Tutakuwa na maombi ya kuombea chronic diseases, na tutaweza pia kuongozwa sehemu hiyo na mchungaji. Pia hatutasahau na kuombea mambo ya usalama katika mji wetu wa Mai Mahiu. Tumeshuhudia na tumeona watoto wetu na vijana wetu wakiuawa kwa sababu ya sababu za kiusalama, na kwa hivyo tutaombea usalama katika mji wa Mai Mahiu. Jambo la mwisho ambalo tutaombea, na si mwisho kabisa, ni kwamba hatutasahau ya kwamba madawa za kulevya ambazo vijana wetu na watu wetu katika mji wameingia ndani yake pia hazitaachwa nyuma katika kuelekeza vijana wetu katika vifo vya mapema. Kwa hivyo tutaombea madawa za kulevya, na tutahakikisha ya kwamba tumekemea hiyo roho ya madawa za kulevya katika jina la Yesu Kristo. Nimeita vijana hawa wakuje hapa mbele kwa sababu wao ndio waliona umuhimu wa kupanga maombi haya. Ni kwa sababu wako katika barabara hizi kila wakati, usiku wako katika pikipiki, na kwa hivyo wanaona mambo mengi. Nataka tu mkaweze kuangalia upande huu wa jukwaa tunapoingia kwa maombi katika jina la Yesu Kristo. Nataka tu tukaweze kujiandaa tunapoongozwa na worship dongo katika jina la Yesu. Tujiandae kukemea roho ya premature death katika jina la Yesu. Na nikendede nyemwe kwa uthutha koroga inoa muteigiema mboke haha mbele, tondu twaingira thĩinĩ wa mahoya hatujui ni nani Mungu atasikia. Unaweza kuona kama Mungu hawezi kukusikia, lakini sauti yako vile ilivyo, Mungu anaweza kukusikia na akatenda jambo. Kama unaweza tu kuja vile wapendo hawa wanakuja, kaya mũrathime mũno nĩ tondũ wa gwathĩka, kaya mũrathime mũno nĩ tondũ wa gwĩtĩkĩra gũkuhĩrĩria. Wanenye mweno ole, kujeni tu hapa mbele, kujeni, tunaingia kwa maombi, tunaingia kulilia Bwana. Kuja hapa mbele, tunakuomba, tukililia Bwana ufungue moyo wako, kulilia mji wetu wa Mai Mahiu, kulilia vijana wetu, tukemee maroho zote katika jina la Yesu Kristo. Worship dogo, halafu tuweze kuingia kwa maombi. Karibu sana.
wa 65, Isaya 65 mstari wa 20 na 21. Biblia inasema ya kwamba hakutakuwapo tena mtoto wa siku chache atakaye fariki, wala mzee asiyetimia siku zake, kwa maana mtoto atakufa mwenye umri wa miaka 100, bali mtenda dhambi atalaaniwa. Nao watajenga nyumba na kukaa ndani yake, watapanda mizabibu na kula matunda yake. Tunataka kuamini Mai Mahiu, hakuna kijana ama mtoto atakufa kabla ya siku zake. Kama unaaminiana na mimi, nataka uanze kulilia Bwana dakika 2 ama 3. Anza kukemea roho ya kutubebea watoto, anza kukemea roho ya kubeba watoto wadogo katika jina la Yesu. Kama vijana wa pikipiki mtaweza, mpige magoti tu dakika chache. Tunapoomba ombi hili itakuwa ni vyema. Anza kulilia Bwana, anza kuapia Bwana katika jina la Yesu. Tumekataa vifo vya mapema, tumekataa vifo ambavyo havijatokana na mapenzi ya Bwana. Katika mji wa Mai Mahiu hakutapatikana kijana mwingine ambaye atatuacha kabla ya siku zake. Hakutapatikana kijana mwingine ambaye atatuacha kabla ya wakati wake kufika. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunakuinua katika uwanja huu, tunakuinua mahali hapa Bwana. Tumepatakasa Jehova ya kwamba pawe mahali pazuri na kuomba maombi haya, kwa sababu ni mji wetu wa Mai Mahiu ambapo tumeachwa na vijana. Baba, katika jina la mwanao Yesu Kristo tumesimama kama jamii, tumesimama kama kanisa Baba, tukipinga na tukikataa roho ya kutubebea watoto wadogo, roho ya kutubebea vijana wa pikipiki. Bwana, tunawaombea jioni ya leo, hawataenda kabla ya siku zao, hawataenda kabla ya wakati wao. Baba, umetuambia hakutapatikana tena katika nchi yetu, katika mji wetu, mtu atakayeenda kabla ya wakati wake kufika. Tumeungana kama kanisa na kama jamii ya Mai Mahiu kwa sababu tunapenda vijana wetu, tunapenda watoto wetu Bwana. Oh my Father, siusikie dua letu, maombi yetu ya kufikia, na kuanzia leo tarehe 28 Baba, ibaki ya kwamba hawa vijana Jehova, haswa waliosimama mbele zako katika madhabahu haya, wataishi maisha yao, wataishi siku zao zote in the mighty name of Jesus. Baba, tunakuamini, Baba, tunakutukuza katika jina la Yesu. Mahali popote ulipo, tafadhali nataka uinue mikono yako. Mahali ulipoinua mikono yako, mahali ulipoinua mikono yako, tunapoenda kuomba na kukubaliana, kama utaweza kunipunguzia hiyo keyboard kidogo, tukaweze kukubaliana na hawa wapendwa ya kwamba tumekubaliana. No more premature deaths in our radar. No more premature deaths in our young generation. In the mighty name of Jesus. Baba mtakatifu, ishia milele katika jina la mwanao Yesu Kristo. Wewe ni Mungu, hatuna Mungu mwingine ila wewe Bwana. Usipotusaidia nani atatusaidia? Usipotuitika nani atatuitika Bwana? Tazama, tumekuja hapa Jehova, vile kanisa lilishikana wakati Petro alishikwa. Baba, tumeshikana kwa sababu vijana wetu wameshikwa, vijana wetu wametuacha, nasi tumekuja kukulilia Bwana, vile Waisraeli na watoto wako walikulilia, ukasikia maombi yao. Toketa kuliwe muthamaki, ukurira ni undu wa ruciaro ruru, ni undu wa ciana citu Ngai. Muthamaki, tondu ni uiguaga mahoya, twanyita na twigwataniro ya Mai Mahiu kuregana na gikuo gia tene, gikuo gitaumanite nawe, gikuo gitakinyanĩire. Ngai, ni twanyitana twi kanitha na twi itũũra kuregana na kĩo Mai Mahiu. Twahoya atĩrĩrĩ Ngai, ciana citũ itũũre muoyo. Twahoya atĩrĩrĩ Ngai, mahikanie na magĩe ciana, make nyũmba na matũũre, magũre mĩgũnda na marĩme thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Shetani aliyekuwa ameingia Mai Mahiu kutubebea vijana wetu, sasa tumemung'oa, tumebomoa kazi zake, tumebomoa madhabahu yake na tumeinua madhabahu.
pikipiki zao. Alama ya msalaba tunaiweka katika nyuso zao. Huyo shetani wa ajali, hiyo roho ya ajali itakapoona hawa vijana, itangulie kuona alama ya msalaba na iwatoroke in the mighty name of Jesus. Na tumekubaliana ya kwamba Bwana umesikia, na ni katika jina lako takatifu Mungu Baba na la mwanao Yesu Kristo wa Nazareti ninaomba nikikushukuru Bwana, na hata kukuamini wote tukaseme kwa pamoja amen, amen and amen. Shagiria Bwana kwa makofi mazuri in the mighty name of Jesus. Naomba tuwe mikono juu, tupatie Bwana sadaka ya makofi. Yesu asifiwe. Kuna nguvu katika maombi. Watu wanaweza angalia kama ni mchezo, lakini ukweli ya kwamba mambo ambayo watumishi wa Mungu tunaomba hapa yataishi kuonekana katika maisha ya wapendwa hawa. Mtu aseme amen. Nimesimama hapa bila kupoteza muda. Naitwa Pastor Kelly. Nataka niwaongoze maombi ya kuomba kinyume na ajali za barabara, na tunatangaza kwa jina la Yesu, with God there are no accidents. Mungu hajui mikosi. Tunatangaza wapendwa hawa watasafiri na watafika wakiwa na amani. Lakini kuna maandiko nataka tuombe nayo. Mko tayari? Wafalme wa pili, ukisoma chapter 17 verse number 24. Wafalme wa pili chapter number 17. Nataka niwaonyeshe chenye kitaondoa ajali katika maisha yetu. Chenye kitafanya nini? Kitaondoa ajali katika maisha yetu. Wafalme wa pili 17 mstari wa 24. Nasoma in Jesus name. Naye mfalme wa Ashuru akaleta watu kutoka Babeli na Kutha na Ava na Hamadi na Safalvaimu, akawaweka katika mji wa Samaria badala ya wana wa Israeli. Wakaumiliki Samaria, wakakaa katika miji yake. Basi ikawa wakati ule walipoanza kukaa huko, hawakumcha Bwana. Kwa hiyo Bwana akapeleka simba kati yao, nao wakawaua baadhi yao. Kwa hiyo wakamwambia mfalme wa Ashuru, wakasema, wale wa mataifa uliowahamisha na kuwaweka katika mji wa Samaria hawaijui kawaida ya Mungu wa nchi. Matio mtume wa Ngai wa itura leo hawajui kawaida ya Mungu wa nchi. Ndipo mfalme wa Ashuri akatoa amri akasema, mpelekeni mojawapo wa makuhani mliowachukua kutoka huko, aende akakae huko, akawafundishe kawaida ya Mungu wa nchi. Biblia imesema watu wa Israeli baadhi yao wale walikuwa wanakaa katika mji unaitwa Samaria, wakachukuliwa mateka na mfalme wa Syria, akawatoa. Badala yao akachukua watu wa Babeli, akachukua watu wa mji unaitwa Ahava, akawaleta wakae katika mji wa Samaria. Na Bible inasema wale watu wameletwa Samaria hawajui kawaida tabia za Mungu ambaye anaabudiwa Samaria. Na mkisoma Bible zenu, God imeandikwa capital G, kwa maana Samaria ulikuwa ni Mungu wa Mungu wetu. Lakini wale wamekuja watu ambao mitugoya kaibuya waitore umatimioi, na maandiko yanasema wakaanza kufanya tabia ambazo zinafarakana na Mungu wa mji wa Samaria. Naye Mungu akatuma simba wakaanza kuwaua. Walipomwambia mfalme aliyewaleta, mfalme akasema kutafutwe kuhani mmoja ambaye ametolewa katika mji huo, aende akawafundishe tabia za mji wa Mungu wa mji wa Samaria. Na maandiko yanasema kuhani alipokuja akawafundisha tabia za Mungu wa mji wa Samaria, simba hawakuwaua. Poketa gutangatha itura riri, andu a bikibiki koroma amenya mitugo ya Ngai wa itura riri matirie kuaga barabara. Sio kuishi tu tunapaswa kuishi, sio tu kukemea ajali, tunapaswa kujua tabia za Mungu ambaye anatawala mji wa Mai Mai. And tonight in the name of Jesus, we enthrone Jesus Christ as the God of the city of Mai Mai. Na tunakubaliana jioni ya leo, watu wa mji wa Mai Mai
wakielewa tabia za Mungu wa milele, waishi nazo mji wa Mai Mahiu. Simba za ajali hazitararua hata mmoja wetu, na jina la Bwana libarikiwe. Nataka niwaambie jioni ya leo, noka iturabatara, noka hivi tonia imetugo yake. Kama tungejua kawaida zake, mwadhani ya rogosho adu makihetania na mitugo ya Ngai. Alafu kuna kitu utasema, mambo mawili. Number 1, hata kama Mungu wa mbinguni ndiye ameumba dunia yote, yule Mungu hutawala maeneo, ni yule watu wa maeneo hayo wameinua. Kayule wabaralio itura ni wanamakagira maeneo masio. Na jioni ya leo kwa hii jukwaa tunamuinua Yesu kama mtawala wa mji wa anga wa Mai Mahiu, na watu wakijua tabia za Yesu mwana wa Mungu watakuwa wanaenda na magari na pikipiki na wanarejea. Simba hawatawararua. Mtu aseme amen. Sasa hebu niwaambie kitu hapa, niongea mambo mawili na nitaongea na watu wa pikipiki. Ni muraji kwa wacha niwaambie kwa nini ajali za pikipiki zinaongezeka sana, kiasi ya kwamba mahospitali saa hii Kenya kumeanza kutengwa ward za watu wa pikipiki. Mnajua mahamujui hiyo? Huwae pikipiki metino ya pikipiki yumako inatokaga sehemu mbili. Inatokaga sehemu ngapi? Mbili. Najua mko tayari kusikia. Number 1, mnaona mataifa yanayounda pikipiki mutigwaria ni ukwaria kando ukwaria. Ebu angalieni pikipiki hizi mnaendesha, nchi nyingi zinaunda pikipiki, zinaabudu nani? Nyinyi mnafikiria hizi pikipiki mnanunuaga zikiwa dedicated ama bado? Huwa ziko dedicated, zinakuwaga dedicated huko ambako zinatoka. Leo mwagura pikipiki ile usalie mutungatiri urio ritwaragira ukahoerwo. Ni mwaigua horosio, kwa sababu kule zinatoka mataifa kama ya China hawaabudu Mungu, wana dedicate pikipiki zao kwa dragon, kadira ya maheni kawaida ya miungu yao. Ukakigura boxer jeru wira wakuna wekira matawa kigura honi cia buruburu, we dedicate pikipiki yako. Number 2, kile kinafanya ajali za pikipiki ziongezeke, hukua indo itari halali. Pikipiki nisio siyaga kadira moyerera gari cia gwari mutitige na indo cia harabu, mutitige gukua indo icio, kana mukonda ndemuhenie ndimuhake maguta. Indo cia kuya mwenda mutigakue, wacheneni kubeba. Mundu akwira rori ni yakwa ukaiye mutu, tigana mutu ucio ono koti wako, kana mukonda ndemahenie ni na ine maandiko matiga marutwo mitugo ya Ngai wa itura magetiga kurio ni miruthu. Tutiukite tu gukoma mitino tondu riri indo icio mukuaga cia kuya ndui muguthagirwo niki? Pikipiki ndikire haraka, no ndwaheirwo ya gukua indo ciene cia kuya, waheirwo utukuage no gukua indo cia halali. Na mwame mukijua tabia za Mungu wa ukweli, pikipiki zenu zitakuwa salama. Na nimewambia si mambo peke yake, ukinunua pikipiki dedicate kwa Mungu. Number 2, usibebe vitu za wizi. Tika ukama dithuru ciene na pikipiki yaku. Dithuru cia Musa inotahoyaga Ngai ni ugukua narua, ukonorocoke ukwe. Konora ni ukonorocoka rĩngĩ atĩa? Nimekuja niwaambie zaidi ya kukemea ajali, let us learn the ways of the God of our land. Jina la Bwana libarikiwe. Tunaweza imba nasema yuko Mungu mbinguni asikie maombi yangu. Unajua? Asante, ule anajua. Tuinue tu mikono yetu alafu tutasema Bwana tufundishe njia zako, alafu tumalize kwa maombi. In the name of Jesus. Yuko Mungu mbinguni asikiaye maombi yetu. Mungu mbinguni ayajibuye maombi yetu.
inajulikana you are the God of the land. Na wewe Mungu uko na njia na tabia zako. Biblia imesema walipofundishwa njia zako Jehova, ukaondoa simba wakaacha kuwaua. Leo sio simba, ni maajali ya pikipiki na magari na masaibu, lakini tunaomba katika jina la Yesu ya kwamba utatufundisha njia zako. Wapendwa hawa wanaofanya biashara na pikipiki, tunawaombea hekima ya wakinunua pikipiki wanapelekea watumishi wako zinaombewa. Kila dhabihu zimetolewa kwa pikipiki zao kabla zije katika mikono yao, tunanyamazisha kwa jina la Yesu, na tunaombea pikipiki zitawaliwe na wewe. Biblia inasema baraka yako huleta utajiri na haiongezagi huzuni juu yake. Tuondoa huzuni juu ya mapikipiki, na tunatangaza kwa jina la Yesu, watu wa pikipiki hawatafanya ukora, hawatabeba mali na jinsi kwa pikipiki zao kaidiokomateigereria, na wakipitia katika njia zako Bwana utawaokoa na ajali. Na sasa kwa mamlaka ya jina la Yesu, mkuu wa anga wa ufalme wa giza, roho inayosababisha damu kumwagika kwa barabara na njia ya ajali, tunaondoa madhabahu yako, tunakemea nguvu zako, tunaondoa utawala wako kwa anga, tunatangaza sauti ya damu ya Yesu. We amplify the voice of the Lord of Jesus in the atmosphere of my mind. Tunakomesha ajali, tunatangaza wakisikia sauti ya Jehova watabarikiwa wakiondoka, watabarikiwa wakiingia. Please have our sete, oh God, in Jesus mighty name we believe and we pray. Salia mtu mwambie watu wa pikipiki, usaidie mwambie watu wa pikipiki, mwambie watu wa pikipiki hawatabeba mali ya ruhusa, na wakinunua pikipiki watazipeleka ziokoke. Shangwe na vigeregere kwa Yesu.
Church of Choices Mama Imayo. Nataka tuingie katika kipindi cha kuombea the chronic diseases. Chronic diseases ni kama magonjwa ya sukari, magonjwa ya saratani, high blood pressure na magonjwa yale mengine sugu ya kwamba tumeona ya kwamba imeangamiza watu wengi, hata premature death imeletwa na hizi chronic diseases. Kwa hivyo tunataka kusoma kitabu cha Exodus chapter 23 verse 25. Inasema hivi: nanyi mtamtumikia Bwana Mungu wenu, naye atawabarikia chakula chako na maji yako, nami nitakuondolea ugonjwa kati yako. Hapata kuwa na mwenye kuharibu miba wala aliyetasa katika nchi yako, na hesabu ya siku zako nitaitimiza. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo nataka tuingie katika maombi haya ili tuweze kuomba kwa ajili ya magonjwa ambayo imekumba watu wetu. Hata saa hizi ninapoongea kuna mtu wako mahali pale, labda damu imepanda, labda sukari imeshuka au imepanda na imekataa kuanguka. Kwa hivyo hata unaanza kutetemeka, macho haioni vizuri. Tunaona ya kwamba mambo kama saratani vile imeua watu wengi, watoto wengine wanazaliwa na saratani, ya kwamba tunaona wakufa wakiwa wachanga premature, kwa sababu inaletwa na hii chronic disease ambazo zinaandamana. Na hata tuseme vile maandiko yamesema kwamba mkinisikia na mnitumikie vizuri, ya kwamba mtakula chakula na chakula ambacho kimebarikiwa na hata maji ambayo imebarikiwa. Kuna airborne diseases ambazo zinaletwa na hata katika maji ambayo unakunywa, na kuna magonjwa inaletwa na chakula ambacho unakikula. Kwa hivyo ile chakula unakula ni kizuri, lakini upande ule mwingine kinaleta madhara katika mwili wako kulingana na zile mambo vile tunaendelea kuwa vile, kwa sababu zile chakula zile tunakula zimetengenezwa na spices na mambo chemicals whatever, si kama zile zama zile. Kwa hivyo tunaona kwamba machipuko ya magonjwa ambayo ni hatari na kuangamiza jamii zetu inaletwa kwa sababu ya yale chakula tunakula na ambazo zimeharibiwa na hata wale ambao wanakuza zile chakula. Kwa hivyo huu ndio wakati kusimama ya kwamba kama tutasikia Mungu na kulitii neno lake, tunaamini ya kwamba atatuondoshia haya magonjwa na hatutakufa mapema. Tunatakiwa kuwa na mtu akiwa na miaka 100 amejionea mpaka amechoka, anasema nitakufa lini, ako na miaka 90 forever. Lakini tunaona watu wakiwa na miaka 12, 15, Gen Z, wale wanaitwa millennia, wetu wanaitwa X na Boomer. Tunaona ya kwamba adhabu Boomer kwa sababu miaka iko mbele, lakini Gen Z na millennia na hata X wa kwamba hiyo ni miaka kidogo. Kwa hivyo tunakuja katika hii ground ya kwamba legal ground, and we are here, we are going to decree and declare war against every kind of diseases, chronic diseases that have been affecting our family, has even disabled our community in Mai Mahiu. We are coming against them, and this is spiritual, and this is a spiritual battle in maroho, na inasikia inatupwa na shetani. Kwa hivyo Mai Mahiu tunasimama kwa vijana wetu ambao wengine labda wamekuja nyuma, kujeni hapa mbele, waendezaji wa pikipiki mkaribieni hapa, na ni vizuri kusikia vile wachungaji wanasema, because ya kwamba tumetumwa ili tuwaombee, na nyinyi mtaishi na mtaishi miaka mingi katika jina la Yesu. Yale ambao mnaonywa na wachungaji ya kwamba siku ya leo muachane nayo, hizo zote mali mmeambiwa mnabeba za wenyewe, hiyo ndio inafanya mmalizike kabisa, sababu mlipa kitu cha wenyewe na kimetolewa dhabihu na mtu fulani na amelilia Mwenyezi Mungu, na wewe umebeba hiyo kitu na unaenda kuuza na upekea bibi yako na unafanya kwamba unafanya biashara. Hiyo kitu hautaenda mbali, itakuua na imalize wale wengine. Kwa hivyo jihadhari sana watu wa Mai Mahiu, watu wa pikipiki. Ngoja niseme ya kama uko hapo wewe ni wa pikipiki huko nyuma, tafadhali kujeni hapa mbele wote. Ngoja niseme mimi mkaji wa Mai Mahiu, mchungaji, yale ambayo nimeona usiku na mchana ni mambo mengi, lakini nataka kuambia kwamba tafadhali watu wa pikipiki, maroli ikianguka huko kwa mlima, waacha kwenda kuchukua vitu vya wenyewe, waacha kubeba unga ya wenyewe, waacha kubeba sukari ya wenyewe, waacha kubeba simiti ya wenyewe na mabati ya wenyewe. Tafadhali watu wa pikipiki, kwa sababu ninyi ndio kuwa wa kwanza kufika mahali pale. Hii itawamaliza, hamumalizi na kitu kingine. Hiyo wizi imeombewa, imetolewa ibada kafara, itakuangusha na itakumaliza. Ukiona jambo hilo, enda saidia wale ambao wamefinywa, lakini si kuchukua mali yao. Itakusaidia na nakwambia utaishi miaka mingi. Usipofanya hivyo hakuna mali itaenda. Kwa hivyo
tunataka kusimama wakati kwa imani ya kwamba Mungu atende makubwa na ajabu. Ujiombee. Chakula ambacho utakula kitakusaidia, hakitakuangamiza. Maji ambayo utakunywa ya kwamba haitakuangamiza, kwa sababu wewe umebarikiwa. Mji wetu hatutaona tasa, tutaona ya kwamba watu wakitoa mimba, ya kwamba wakati premature, ya kwamba ile mimba premature inatoka, ya kwamba tunaona ya kwamba inaharibu population yetu. Tunasema ya kwamba wamama watabeba mimba na itatoka, itakaa mpaka miezi 9 na mtoto atazaliwa, ya kwamba hakutakuwa na utasa katika mji huu, hakutakuwa na ufukara katika mji huu, hakuna maroho itatufuata katika jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo tunataka kuingia katika maombi, na ni vizuri ujiombee, ni vizuri usigoje nikuombee, lakini kwa dakika chache alafu nifunge katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Cha kutumaini sina la damu yake Yesu, sina wema wa kutosha, dhambi zangu kuzitosha, kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, damu yake na sadaka natembea daima, wote chini yake Mwokozi wafanikisha, kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, katika maombi, ndiye mwamba ni salama. Wagonjwa sukari kama unayo, Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunafunguka ya roho sasa na mambo hayo, siku katika jina la Yesu Kristo. Baba, we say thank you. Thank you for the opportunity you've given us. We don't take for granted in this grand of God. And we pray because of the time we receive it. And the attendees, and we don't have blood pressure. And we will pray for people that are wondering in our leadership community. In my prayer, we come against these powers of darkness. We humble before you, God, as we confess our sin before you, Lord. And we say, oh, that's your brother, my God, you will go. Tunapokula chakula chetu, tunapokula maji yetu kaibariki. Mungu apate kutupatie, na Mungu apate inaletwa na chakula na inaletwa na maji. Tuko mbali kuonewa katika jina la Yesu. We give you praise and give you honor and adoration in the name of Jesus Christ, oh Lord. Asante Mungu sababu natenda. Baba, katika jina safi la Yesu Kristo, tunakushukuru, tunaliabudu jina lako, tunasema ni asante. Umetupa nafasi njema siku ya leo, tunapotamatisha mwezi wa 9, tukiwa katika Mungu Baba mahali hapa. Wewe unatujua hisia zetu, unajua mawazo yetu, kila moja ako mahali hapa. Kuna mtu siku ya leo na ako hapa analia kwa sababu ya uchungu wa mwili. Mwingine ameugua saratani nako katikati mwetu. Mwingine ako na magonjwa ya sukari. Mwingine ako na hypertension. Mwingine hata haoni vizuri kwa sababu Mungu Baba kumekuwa na msukumo wa damu ndani yake. Oh Mungu Jehova, mwingine amesukumwa na utasa. Mwingine amesukumwa na magonjwa ambayo hata ni sugu katika maisha yetu. Baba, kuanzia sasa ninatangaza kama mtumishi wako na kama nabii nikiwa mahali hapa, ya kwamba magonjwa hayo yote tunakuja kuishurutisha ni kupitia kifo cha Yesu Kristo pale msalabani, ya kwamba akachapwa misteredi 39 ili tupata uponyaji. Na kwa sababu ya msamaha wa dhambi, ninaombea huyu mzee ako mahali hapa kuna shida ya mwili akapata kupona. Kijana huyu ako na shida ya mwili, huyu mtoto ako mahali hapa ako na shida ya mwili, na achilia uponyaji in the mighty name of Jesus Christ, oh Lord. Ya kwamba magonjwa mengine inawafuata kama laana ya kijamii na
tunavunja kila maagano katika jina la Yesu Kristo. Tunatangaza watu wako kufunguliwa. Mungu, wataendeshaji wetu hapa wa pikipiki, vijana wetu, tunawalinda kutokana na magonjwa hayo yote ya arthritis, kwa sababu ya kuenenda hata usiku, kwa sababu ya baridi wamevuta. Any kind of diseases like arthritis, we come against in the name of Jesus Christ. Wale wamekamatwa, hata Mungu Jehova, magoti yao hawezi hata kuendelea vizuri, wengine wameanza kuvimba mili yao kwa sababu ya arthritis. Ninatangazia arthritis kuanzia sasa, na ikaondoka na ikahama kwa huyu mzee, kwa mwendeshaji wa pikipiki, katika jina la Yesu Kristo. Nyosha mkono wa uponyaji katika jina la Yesu. Utasa wote tunaulaani katika jina la Yesu. Huyo ambaye amekuwa tasa aanze kufunguka mimba yake na apate kuzaa katika jina la Yesu Kristo. Tunatangaza ya kwamba Mungu Maimayo, ya kwamba kutaonekana mahali pazuri na pabaraka katika jina la Yesu Kristo. Na kila aina ya madhabahu katika mji wa Maimayo inajaribu kufanya kazi kwa watu wako, ninakuja kinyume katika jina la Yesu Kristo. Madhabahu ambayo imeinuliwa mji wa Maimayo miaka mingi, madhabahu ya milimani na madhabahu ya milima, madhabahu ya mapangoni katika maeneo ya Maimayo, madhabahu ya tambarare katika maeneo ya Maimayo, madhabahu ya kando kando ya mito katika mji wa Maimayo, madhabahu ya chini ya miti mibichi, ninakuja kuiharibu, ninakuja kuiteketeza, ninaingatusha yote na teketeza na baada madhabahu ya Bwana maeneo ya Maimayo Lord, katika jina la Yesu. Hizi mamlaka na uwezo na mamlaka yote ambayo umetupatia, tunasambaratisha nguvu zote za shetani. Tunatangaza uponyaji katika mji wetu na watu wamepona na tumebarikiwa katika jina safi la Yesu Kristo. Tunaomba na atakuamini. Kila mmoja na aseme amen. God bless you. Thank you, thank you. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the living God. Nipungie mkono kama unaniona. Na inya munene kagame ine ya Yesu Kristo. Security na tuguthoma aria ndikorera ri gututongoria muthenya wa umuthi thiini wa Thaburi 122:6 akiota githome mbira-ini kana tatu. Nie ndi munogu muno ni undu wa gucaya utuko wothe njihogagia urere wakwa na kiriro ona guconjoria giti giakwa na maithori. Maitho makwa matirona wega ni undu wa ihoru, nimarora ni undu wa thu ciakwa. Njerera inyue aria othe mwikaga uguo nigukorwo Jehova niaiguite kiriro giakwa. Jehova niaiguite ngimuthaitha anjiguire tha. Jehova niatikirite ihoya riakwa. Mwathani arogocwo. Ndikwenda gutariria no
no nĩ ngwenda ũmenye atĩrĩrĩ nĩ kũrĩ andũ marĩraga ũtukũ na mũthenya nĩ tondũ wa itũũra rĩrĩ ritũ. Mwathani arogocwo. Nĩ kũrĩ andũ maikaraga hitho-inĩ magĩtunyana na kĩaitũ nĩ tondũ wa gũkorwo itũũra ritũ nĩ rĩthũkire. Arokumia Mwathani kana gũkũ takuobagira kĩnyuo. Ona andũ matiraigua thoni makĩhĩtũkana na ithuĩ makĩnyua kĩ na arĩa akĩrĩ no kũnyua maranyua kĩ. Rĩu tũrenda twarahũre roho wa security ya gũkũ gwitũ. Rĩu ndiru na andũ arĩa marutaga wĩra ũcio magĩthũkia ciana citũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ mũtikuga ameni. Rĩu tũrenda kũnikĩrĩria mũthenya wa ũmũthĩ itũũra ritũ nĩ twarĩtunyana mũtigũkua ciana citũ itikũgũrũka itikũnyarirwo nĩ tondũ wa andũ metongie. Arokumia Mwathani. Arokumia Jesũ. Ĩra ũcio ũngĩ nĩ mũthenya nĩ wa ũmũthĩ. Rekei tũhoe. Jehova Ngai wa Ibrahimu, Isaka na Jakubu, we kĩgongona kĩa ma na kĩa ũthingu, Ngai witũ nĩ tũrĩ mbere yaku ithuĩ ndungata ciaku. Tũtiũkĩte tondũ nĩ gũkũgũa, tũũkĩte tondũ itũũra nĩ rĩkinĩte ku. Ngai witũ nĩ tũrĩ andũ arĩa tũhetwo nĩwe nĩgetha matũrangĩre na matũrĩithie. Nawe Ngai witũ tondũ wĩ matu-inĩ nĩ wonaga maũndũ marĩa mothe mathiaga gũkũ thĩ kwaraga riũa. Ngai witũ nĩ twakũhoya nĩ twakũrĩrĩra nĩ tondũ wa ciana citũ, nĩ twakũrĩrĩra nĩ tondũ wa mĩaka itũ. Ngai witũ mĩaka ĩrĩa ĩingagĩrĩra waganu kumagia mothe twanyitana moko na twatonyania ngoro citũ nĩ twahinga mĩaka ĩyo ĩrehaga ũũru thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ twarĩria gũthini na gathigathini, irathĩro na ithũĩro nĩ tũĩ ciothe nĩ ciaku Ngai. Na ithuĩ twarũgama mwanya-inĩ ũyũ tondũ ũraugire andũ arĩa othe Ngai witũ makenyihia makũhoe nĩ ũkaigua wĩ matu-inĩ, nĩ ũkahonia bũrũri no marekere mehia. Honia mĩhaka itũ Jehova, honia itũũra ritũ Jehova, tuonerie ciana ici Jehova. Mwana wa Kaĩ no gũthira arathira Jehova, tũririkane, tũririkane Imanueli, tũririkane mwana wa Kairĩtu nĩ gũthira arathira, tũririkane Mwathani. Nĩ tũracojoria marĩrĩ maitũ twarora ciana tũkona nĩ gũthira irathira. Nĩ tũragũkaĩra Ngai witũ, Ngai witũ twakũhoya nĩ tondũ wa mathuria nyũmba 10. Ngai witũ tũmekĩre ruo ũmũthĩ manjie kũruta wĩra ũrĩa wagĩrĩire thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Tonya kũrĩ assistant chief witũ Ngai witũ marute wĩra ũrĩa ũmahete na mĩaka ĩrĩa ũmaigĩire thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Twagũtũma kũrĩ ACC witũ Ngai gagĩa hamwe nake rĩu marute wĩra ũrĩa gũgũkenia no gũgũteithia. Twagũtũma kũrĩ amaabitha aitũ a borithi Ngai witũ twagũthaitha ũmagitĩre na makĩria Ngai witũ amatu-inĩ ũmekĩre ruo rwa itũũra ritũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Kumagio mũthĩ Ngai witũ nĩ twarega gũcaya rĩngĩ, nĩ twarega gũcaya, nĩ twarega gũcaya. Mahe wĩra ũcio mahete nao marute na ũigĩrĩrĩki rĩĩtwa-inĩ rĩa Jesũ. Twamathĩrĩria ruo rwa ciana citũ, twamathĩrĩria ruo rũrĩa tũraigua ngoro-inĩ nĩgetha moke marũgame nama Ngai witũ mĩaka-inĩ yothe ũrĩa mangiũkagĩra maige maitho nĩgetha mamĩnyite thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Nĩ twagũkumia, nĩ twagũtĩĩa, nĩ tũramenya ti tũhũ, mĩaka itũ nĩ warangĩra, tũtigwĩtaga tũhũ Ngai witũ, twĩtĩte tũhũ watwĩta na gĩtũmi. Ũmũthĩ na ithuĩ nĩ twakũhoya gĩtũhingĩrie na twetĩkia nĩ wahingia. Tweneana guoko-inĩ gwaku nĩ kũmenya nĩ waigua, nakuo kũhingia nĩ wahingia. Rĩĩtwa-inĩ rĩa Jesũ twahoya ona twacokia ngatho. Amen. 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 Amen.
Tukaweza kusimama tunapotamatisha maombi yetu ya siku ya leo. Tunatoka kuomba ni kwa sababu ya madawa ya kulevya. Tunataka kusimama jioni ya leo na tutangaze ya kwamba vijana wetu hawataangamizwa na madawa ya kulevya katika jina la Yesu Kristo. Ninatamani kila mmoja wetu tukafungue vinywa vyetu tukanene na Mungu wetu jioni ya leo. Neno la Bwana linasema ya kwamba kwa yeye asikiaye maombi kila binadamu atakimbia kwake. Tuko hapa jioni ya leo tunamwendea Baba wetu wa mbinguni. Tunatangaza katika jina la Yesu vijana wetu, watoto wetu hawataangamizwa na madawa ya kulevya. Tunatangaza jioni ya leo ya kwamba watoto wetu ndoto zao hazitazimwa na madawa ya kulevya katika jina la Yesu Kristo. Ninatamani kusikia watu wakiomba jioni ya leo katika jina la Yesu Kristo. Tutangaze ya kwamba watoto wetu hatima zao hazitakatizwa na madawa ya kulevya katika jina la Yesu Kristo. Let us call upon the name of the Lord. Kama kuna mtu anayeomba, kuna Mungu anayesikia. Acha tukalitie jina la Baba wetu jioni ya leo katika jina la Yesu Kristo. My God and my Father, we honor your holy name this evening because of whom you are. Wewe ni Baba wetu, wewe ni Mungu wetu. Unatawala katika anga, unatawala katika dunia, unatawala katikati ya maji mengi. Wewe peke yake, wewe pia Jehova. Baba, tunasimama mbele zako na Hosea 9:14. Baba wetu Hosea akakuuliza utawafanya nini? Akasema ya kwamba maadui wake Jehova Mungu utawapatia mimba itakayotoka. Tunatangaza jioni ya leo katika mwezi wa Mai Mahiu, kila mimba yeyote ambayo imechukuliwa kinyume na makusudi ya Jehova juu ya watoto wetu, tunatangaza ya kwamba ni lazima itangamia katika jina la Yesu Kristo. Let us declare today ya kwamba watoto wetu ndoto zao hazitazimika kwa sababu ya madawa ya kulevya. Maroho yeyote yanayokinyume kinyume na makusudi ya Jehova juu ya watoto wetu, let us declare today the mighty name of the Lord. Ateturada ko declare hoine wao mote na yote kuetoke utate na wetu wake iboriana keito na yetu wetu kama ikelele ya roho wako ni wazo inata wacha kulevya. Unatangaza
jioni ya leo ya kwamba Baba wetu wa mbingu hapa kubali chochote ambacho kinainuka kinyume na wao katika jina la Yesu Kristo. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunasimama mbele zako jioni ya leo. Baba wetu wa mbinguni, ni wewe uliyewaumba watoto wetu, uliwapeana katika dunia hii wakiwa baraka na wakiwa zawadi, na tunasimama mbele zako jioni ya leo. Baba wetu wa mbinguni, tunakuomba chochote ambacho kinainuka kinyume na wao, ewe Baba wa mbingu, tunaomba Zaburi 35 ili yote kila ngethanira nake aitu Jehova Ngai wa matwine twakuhoya urongezanira nake hwaini wa umuthi ili yote kila rũa nakio Jehova wahoya Ngai wako rũa nakio katika jina la Yesu Kristo. Mungu wa kinywa chako jioni ya leo ĩra Ngai wa matwine tondũ nĩaiguaga ĩrĩa gĩothe gĩkoretwo gĩkĩrũa nake aitu Ngai wa matwine arorũa nakio thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Chochote ambacho kinapingana na wao, chochote ambacho kinawainukia, declare today ya kwamba Jehova Mungu wa mbinguni atainuka kinyume nacho katika jina la Yesu. We declare today ya kwamba destiny zao hazitazimwa na yeyote katika jina la Yesu Kristo. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunaliinua jina lako jioni ya leo. Baba, ni asante ni kwa sababu hakuna nguvu zinazopita nguvu zako. Baba, ni asante ni kwa sababu hakuna mtu awaye yote, hakuna pepo, hakuna nguvu zozote za giza ambazo Jehova zaweza pingana na wewe. Baba, tunainua watoto wetu katika mji wa Mai Mahiu, tunainua vijana wetu Jehova katika mji wa Mai Mahiu, tunainua wazee kwa wamama katika mji wetu wa Mai Mahiu. Jehova Mungu, tunatangaza jioni ya leo ya kwamba wewe ndiye Mungu unayetawala, ya kwamba wewe ndiye Mungu uliyewaumba. Baba, tunatangaza jioni ya leo ya kwamba Baba wetu wa mbingu hawataangamizwa, hakuna chochote kitakachokatisha maisha yao katika jina la Yesu Kristo. Mapepo ambayo utawala katika mji wa Mai Mahiu inakatisha maisha ya watu wako. Baba, tunatangaza jioni ya leo hayana mamlaka, hayana uwezo katika jina la Yesu Kristo. Ni nani yaweza kupigana vita na wewe? Baba, tunakuomba jioni ya leo, pigana vita za vijana wetu, pigana vita za watu wa Mai Mahiu. Jina lako Jehova likainuliwe, jina lako Bwana likatukuzwe katika jina la Yesu. Ni nani aliye kama wewe Baba? Baba, tunatangaza jioni ya leo that you control the universe. Na Baba wetu mbingu, tunajua ya kwamba chochote tunachokiona na chochote kilicho katika dunia hii, Baba wetu wewe watawala. Baba, tunakuinua na tunakuabudu. Unajua Jehova umetusikia, na Baba wetu tunajua umetenda katika jina la Yesu. Baba, we declare today, we declare the new beginning in our lives, oh God. Tunatangaza mwanzo mpya katika maisha ya watu wetu wa Motobaika, na Baba wetu wa mbingu, tunatangaza wataishi miaka yao yote, maisha yao hayatakatizwa. Jehova, utawashika kwa mkono wako katika jina la Yesu Kristo. Baba, tunakuinua Baba, tunakutukuza Baba, tunasema ni asante Baba, tunasema ni asante. Asante kwa sababu umetusikia katika jina la Mungu Baba, katika jina la Mungu Bwana, na katika jina la Mungu Roho Mtakatifu tunaomba na kushukuru. Tumshangilie Bwana kwa makofi mazuri. Amen, amen. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi wamebarikiwa? Mungu amesikia maombi yetu. Tunataka tusifu kwa wimbo moja ili tufungue hao watu. Tunataka tupe kiwasho kimwe, tugoshe Ngai ulioturaga moyo, Ngai uliotuhoya itora rĩrĩ. Tumsifu Bwana kwa wimbo moja, na baada ya hiyo tuwakie mambo mengine matatu, alafu tumalizie katika jina la Yesu. Kwa hivyo tuingishe katika sifa moja, alafu tuendelee katika jina. Tusimame kwa miguu yetu. Tusifu Bwana. Hallelujah.
push. Nitugosha. Erocho kile tukugo. Tungegosha muno. Mukuinuka tukugosha. Tutasifu baadaye. Nataka sasa kuruhusu hawa wakae chini. Nisaidie tu tuwapigie makofi mazuri wapendwa hawa katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Ningependa tu sasa kwa heshima kubwa nialike wachungaji wote ambao wamekubali kuja kwa maombi haya waje tu hapa niwatambulishe, maana ninashukuru kwa sababu ya kila mchungaji alikuja mahali hapa. Ninaomba tu wachungaji wakuje hapa kwa hii jukwaa, wakuja tu, wale wote wamekuja waonekane hapa. Kama wewe ni mchungaji, wewe ni reverend, wewe ni bishop, wewe ni mchungaji wa mji wa Mai Mahiu, karibu tu hapa katika jina la Yesu. Wewe ni mchungaji wa mji wa Mai Mahiu, karibu tu hapa katika jina la Yesu. Na wote ninawajua, tuwaone tu hapa hivi na Bwana atatubariki. Karibuni sana. Tuwapigie makofi watumishi wa Mungu. Tuwapigie makofi watumishi wa Mungu. Hey yes. Kujeni tu. Tuwapigie makofi watumishi wa Mungu. Hey yes. Nyinyi hamjapiga makofi. Tupigie watumishi wa Mungu makofi. Tumeambiwa ya kwamba ukinunua kibikibi, ni kibikibi ama ni pikipiki, unapeleka, inatenganishwa na miungu ya Wachina, inakuwa ya Mungu ambaye tunamwabudu hapa. Utapelekea wachungaji hawa ili waweze kuidedicate. Tuko wengi, tutakubaliana vile tutafanya. Karibuni sana, lakini sasa tuwe kwa jukwaa zote. Tuwe juu ya jukwaa zote. Asanteni sana watumishi wa Mungu. Amen. Ni nani hamjui hapa? Yes, sisi ni wengi chairman. Hatuwezi kuongea sisi zote, lakini zote. Kuna mtu hamjui hapa? Yes. Acha niwatambulishe tafadhali. Ama wacha nialike chairman Karedi awatambulishe hawa watu. Yeye anawajua wote na majina. Niacha watambulishe kwa sababu atatambulisha haraka ili itakuwa mzuri. Nafikiri itakuwa mzuri. Na mlikubalia tu hivyo. Itakuwa mzuri. Au utaanza kuwatambulisha sababu nawajua wote hao. Amen. Niinulie mkono wako kwa upendo mwingi katika jina takatifu la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Mji wa Mai Mahiu, Jehova atukuzwe. Sifa zote kwake Jehova. Langu ni fupi. Majina yangu ni mchungaji Kazizi na mji huu na kanisa la Christian Church. Nimepewa tu watambulisha wapendwa, na hivyo ndivyo nitafanya upesi sana. Alisema ni mtatu. Na hii inakatakata. Bwana asifiwe sana. Aliye nipasha kipaza sauti, yeye ni Kasisi Nyauma na anahudumu na kanisa la St. Paul's. Si ushangilie Bwana kwa ajili ya kuwa na mchungaji mjini. Nianze hapa, ninaona kuna kofia nyekundu. Huyu ni askofu na ameomba wakianye ayo washogai. Tuna askofu Joroge na jina la Bwana libarikiwe. Tuna askofu John Kubai. Simpigie Bwana makofi kwa wema na nina kasisi Susan na yeye ni wa Calvary. Jehova inuliwe sana. Nina mchungaji Ben ainuliwe Yesu. Bwana akubariki sana. Unajua ladies first na mambo inakuwa mazuri, tunapata kubarikiwa. Tuna mchungaji Elizabeth. Bwana inuliwe sana. Tuna mchungaji Ruth. Bwana Yesu ainuliwe sana. Tuna mzee wa mji. Bwana Yesu asifiwe. Nimwetaka warabu. Ayarosho. Imuradime.
tunamtungatiri batia kayawosho elimu. Haleluya. Huyu amemalizia kuomba. Huyu ni kasisi wa hapa juu, mtumishi wa Bwana wa Mae. Tuna mchungaji Samueli wa Deliverance. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Karanja ako hapa, mchungaji Karanja. Haleluya, Yesu barikiwe. Karanja amemfuata mwingine. Kwa neema na uzuri wa Bwana ubarikiwe. Tuna mchungaji Francis, yeye ni hapa tu karibu. Moshobo wa SCNS. Si Bwana inuliwe sana, na huyo ni kansora. Nimekuacha sana jina. Huyu ni Bishop Samande. Karibu mjini kwa uwezo wa Bwana. Huyu ni Zakaria. Hiyo inatatisha mambo. Ni Zakaria by faith huyo. Si apewe makofi. Huyu ni Alfred. Bwana Yesu asifiwe. Huyu ni Douglas. Ukitaka na uambie wakukute pale. Tunashoma. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu ni sekretari wangu, abarikiwe, anaitwa Steve. Jehova asifiwe sana. Tuna mchungaji endaga James. Ndio tumwetaga kesho kayarosho. Namaliza. Acha imalizie hapo sasa. Asante, ubarikiwe. Huyu ni amazing. Na yeye ni Simon. Bwana Yesu asifiwe sana.